Kama ulikuwa hujui hili, basi mimi niwe mtu wa kwanza kukuelezea kwamba kama ulikuwa hujui kwamba msongo wa mawazo unasababisha sana mtu kupata tatizo la acid reflux. Kwa maana kwamba msongo wa mawazo huwa unaenda kulegeza ile misuli, sawa, inaenda kufanya ule mlango uwe wazi. Kwa hiyo unapofanya mlango kuwa wazi inapelekea asidi kupanda. Sasa katika asidi iko hivi, misuli hii inapokuwa ina tight, yani inabana, ndipo mlango unapokuwa wazi. Lakini inapo relax ndipo mlango unapofanyaje? Unapofunga. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya sio kukaza misuli. No. Tunatakiwa tu relax. Misuli inatakiwa i-relax. Misuli ikirelax ndipo mlango utakapofunga. Sawa? Kwa hiyo ziko technique mbalimbali ambazo tutakuwa tunajifunza kwa ajili ya kuweza kurelax ile mlango, lakini pia hauwezi huo mlango ukarelax kwa siku moja au siku mbili. Haiwezi ukarelax kwa miezi 6, miezi 2, miezi 3. No. Kwa muda mrefu. Inabidi ufanye kwa muda mrefu ili iweze kurudi vizuri. Hasa hii yote ni kwa sababu gani? Kwa sababu wewe mpaka umepata tatizo hilo, umelifuga kwa muda mrefu. Umekuwa unakula chakula kikubwa usiku, umekuwa unavimbilwa wakati unaenda kulala, umekuwa umejaza tumbo wakati umelala hivi. Hasa hiyo ndiyo ambayo imepelekea kulegea. Lakini pia wewe ndio bingwa wa kunywa pombe, wewe ndio bingwa wa kuvuta sigara, hivyo vyote vimekuwa vinalegeza. Lakini mbaya zaidi, wewe ndio bingwa wa stress duniani. Kaa ukijua hiyo misuli umeilegeza kwa namna mbalimbali. Umeiharibu kwa muda mrefu na namna mbalimbali. Sasa inabidi pia utumie muda kwa ajili ya kuirekebisha na kukaa vizuri. Kwa hiyo usije ukashangaa unapewa dawa ndani ya miezi 3, lakini pia unaambiwa ubadilishe chakula pamoja na mazoezi fulani wewe unafanya kwa muda miezi 3 mingine ili upone. Usije ukasema kwamba muda ni mrefu sana. Kumbuka wewe umeiharibu kwa miaka mingi na unataka utibu ndani ya mwezi mmoja, kitu ambacho hakiwezekani. Sasa wewe kama ni mmoja wa watu ambao wana tatizo la reflux acid, chukua namba yangu bio, nipigie niweze kukusaidia kuondokana na tatizo la reflux acid pamoja na GERD.